Naam, sasa tuangazie kwa kina kuhusu ziara hiyo ya Rais Paul Kagame hapa nchini, lakini tutafakari pia uhusiano kati yetu na Rwanda, na hapa tunaye Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Lugete, karibu sana. Asante sana ndugu yangu Paul. Na naamini pia ili eneo la ukanda huu, uchambuzi wa eneo la maziwa makuu na ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, siasa zake hapa ndo mahali pake, au sio? Mimi kwa kweli namshukuru Mungu, kujisifu si ungwana, ila eneo la maziwa makuu na Afrika Ndio. Hata ukiniamsha usiku nchi yoyote tunapiga kazi mwanzo mwisho. Na sio usiku. Kwa nini Paul Kagame wakati huu hapa nchini? Naam. Zipo sababu tano. Moja ni sababu za kibiashara. Hivi unajua Rwanda kuna kipindi anapitisha mizigo yake kwenye bandari ya Kenya. Sasa Kenya na Rwanda hazipakani. Kwa mzigo ukitoka Kenya wa Rwanda ukipakuliwa bandari ya Mombasa itabidi uende mpaka Uganda, Kampala. Ukishafika Kampala Uganda, utakwenda mpakani mwa Uganda na Rwanda, inaitwa Katuna au wakati mwingine inaitwa Gatuna boda, alafu ndo uende kule. Kwa hiyo ukija hapa ni rahisi zaidi kuliko Kenya, kuliko bandari ya Kenya. Na cha pili ni kwamba Januari mwaka huu, mwaka 2026, bandari ya Kenya limeongeza kodi, ukigugu hapo, kwa takriban 100%. Wameongeza kwa zaidi ya 100% tozo na ushuru wa kushusha mizigo pale kwa mataifa ya kigeni. Kwa hiyo Kenya wameongeza ushuru mkubwa. Kwa hiyo ushuru huo unaiathiri uchumi wa Rwanda. Kwa alichokifanya rais wa Rwanda Paul Kagame ni kuja Tanzania kujaribu kuongea na rais wa Tanzania kuangalia kwa namna gani wanaweza wakampunguzia ushuru, tozo na nini kwa mizigo ya Rwanda, kwa sababu sisi na Rwanda ni ndugu, ingawa uhusiano wetu kuna kipindi umekuwa ukipanda na kushuka. Kwa nini ziara hizi zimefuatana? Kuna sababu au ni coincidence unaita? Hapana, kila mtu ana shida yake ya muhimu iliyomleta. Rwanda ni swala la kodi za kibiashara kutokana na bandari za Kenya kupandisha na kuja hapa, lakini Kenya ni sababu zingine zaidi. Kwa hiyo lakini sababu ya pili, lakini unasema hivi wakati ambapo asilimia takriban 70 na kuendelea ya mizigo inayokwenda Rwanda inapitishwa kwenye bandari zake. Hiyo ni takwimu ya kuanzia mwaka 2012, lakini kuna muda fulani hapo walitumia sana bandari ya Kenya ya Malindi na Mombasa Kenya, walitumia sana bandari ya Kenya. Kwa sasa wa Kenya kwenye zaidi ya muongo mmoja sasa, Rwanda mizigo yake mingi, asilimia zaidi ya 70 wanashusha hapa, wanapitishia kwenye bandari zake. Ni kweli, lakini kuna kipindi walitumia sana bandari ya Kenya 2020, kuanzia 2019 mpaka 2021, ukifuatilia takwimu, Rwanda walipitisha mizigo mingi kwenye bandari ya Kenya. Kwa hiyo kuna baadhi ya mizigo wanapitisha bandari ya Kenya, kuna baadhi ya mizigo wanapitisha bandari ya Dar es Salaam. Ila bandari ya Dar es Salaam ni muhimu kwa sababu ya ukaribu. Kutoka Dar es Salaam unakwenda mpaka Rusumo, umeingia Rwanda, kuliko bandari ya Kenya ambapo unapita nchi nyingine. Bandari ya Kenya unamaanisha Mombasa. Mombasa, utatoka Mombasa utakwenda mpaka Uganda ndio uingie Rwanda, kwa sababu hakuna mpaka kati ya Rwanda na Kenya. Kwa ni aina ya mizigo. Kuna baadhi ya mizigo naona itapita Tanzania, kuna baadhi ya mizigo naona ni bora ipite Kenya, kwa sababu ni Tanzania na Kenya tu ndo nchi ambazo zina bandari ambazo Rwanda ni karibu kwake. Kwa sababu pia Msumbiji kuna bandari, lakini Msumbiji na Rwanda. Lakini kwa nini haya mambo yasingejadiliwa kwa pamoja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuzingatia kwamba wote hawa ni wanajumuiya? Sasa kwenye kidiplomasia kila nchi huwa kuna level yake ya urafiki na nchi nyingine. Yaani mfano, level ya urafiki kati ya Tanzania na Zambia ni kubwa zaidi kuliko kati ya Tanzania na Rwanda. Level ya urafiki kati ya Tanzania na Burundi ni kubwa zaidi kuliko Tanzania na Rwanda. Level ya urafiki kati ya Tanzania na Malawi ni kubwa zaidi kuliko Tanzania na Uganda. Sasa pamoja na kuna maeneo mnakutana, kuna maeneo mnatofautiana. Mfano Tanzania na Rwanda tunatofautiana kuhusu swala la Kongo. Kwa hiyo ukubwa unatumia parameters zipi? Unatumia vipimo gani yani ukubwa huo identify huo ukubwa? Kuna ukubwa wa uaminifu na kuna maslahi na migongano. Yani mfano kama sisi na Burundi hatujawahi kuingia kwenye mgogoro, hata kutofautiana. Sisi na Malawi, labda kipindi cha rais wa kwanza wa Malawi Hastings Kamuzubando, kipindi fulani tulitofautiana na Joyce Banda, lakini kwa sasa hivi tuko kwenye good terms. Lakini sisi na Rwanda tunatofautiana kuhusu Kongo, tumewahi kutofautiana kuhusu Burundi, tumewahi kutofautiana kwenye mambo mengi. Kwa hiyo ni sawa sawa na Ulaya. Uhusiano kati ya Ujerumani na Ufaransa hauwezi kulingana na uhusiano kati ya Uingereza na Ufaransa. Kuna sehemu wanatofautiana. Lakini wote ni wanachama wa Umoja wa Ulaya.
Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania sote ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Si wanachama tena wa umoja. Ameshajitoa Brexit. Kwa sasa tuna tofauti, lakini Rwanda swala la biashara, lakini swala la pili ni umeme. Pale Rusumo tunafua takriban megawati za umeme 80. Megawati za umeme 80 ni nyingi sana. Kuna biashara sisi na Rwanda tunafanya biashara ya kuuziana umeme kupitia ule mradi wa Rusumo, lakini pia utakwenda Burundi. Lakini kitu kingine ni usafirishaji, mradi wa SGR. Mradi wa proposal ya kwanza SGR ilikuwa haipiti Rwanda. Ilikuwa inafika Kigoma, inakwenda mpaka Msongola Burundi, inaingia mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna mpaka wa nchi kavu kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rwanda nao wameomba SGR ipite kwao, itoke pale Isaka, Rusumo iende mpaka Rwanda. Kwa hiyo pia kuna swala la SGR ambao ni mradi ambao tunategemea utaisha takriban 2040, utakuwa complete, utaisha kwa sababu gharama ni kubwa za uendeshaji, alafu multiply effect kwenye sekta zingine ni kubwa zaidi na faida yake inakuja taratibu. Hatuna uchumi wa kusema kwamba ndani ya miaka 5 tuwe tumemaliza mradi wote wa SGR mpaka kufika Kongo. Ni mradi mkubwa sana, unategemeana na fakta nyingi. Lakini kitu kingine ni uhusiano kati ya wafanyabiashara binafsi kutoka Rwanda na kutoka Tanzania. Tunajua kuna Watanzania wamewekeza Rwanda, wakina mzee Saidi Salim Bahresa. Ukienda Rwanda unabonyeza tu Azam 2, kuna tamthilia ziko za Kituruki zile zimetafsiriwa hadi Kinyarwanda. Ukienda kuna zile picha za Kihindi, ukibonyeza kwenye channel ya Azam unaona hadi kwenye dubbing ya Kinyarwanda. Yaani kuna Kinyarwanda wanafanya dubbing ya movies zinazorushwa Azam 2. Unaona kabisa kuna wafanyabiashara. Hata mechi ya Simba na Yanga kuna watangazaji wa Kinyarwanda. Kwa hiyo kwa ajili ya kurekebisha uhusiano wa kibiashara, lakini kitu kikubwa zaidi ambacho Mheshimiwa Rais alisema ni muhimu kureview kodi, tozo na ushuru kati ya Tanzania na Rwanda. Yaani sisi tuna jukumu kwa sababu Rwanda hawajabarikiwa na bahari. It's a landlocked country. Na ukiangalia kuna mikataba ya kimataifa ya bahari, nchi ambazo hazina bahari zimeambiwa na Umoja wa Mataifa kwamba zinatakiwa zisaidiwe na nchi zenye bahari hata kwenye baadhi ya ushuru na tozo na kodi. Hayo yote Lugete, unadhani ziara hii itaenda kuinufaisha Rwanda peke yake? Sisi kwa upande wetu tunanufaika na jambo gani katika ziara hii? Kwanza tutachukua kodi ya mizigo kutoka Rwanda ambao wamekuwa ni wateja wetu kwa muda mrefu. Lakini inafungua kwa sababu ukiangalia biashara kati ya Tanzania na Rwanda zina thamani ya zaidi ya milioni 700 kwa mujibu wa Mheshimiwa Rais alisema jana. Takriban milioni 650 mpaka milioni 700. Na inavyoonekana kwamba Watanzania wengi ndio wamewekeza mtaji mkubwa wa Rwanda kuliko mtaji wa Wanyarwanda ulioko Tanzania. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba wafanyabiashara wa Tanzania wanapata fursa kubwa za kwenda kufanya biashara na Rwanda. Kwa hiyo lengo ni kulinda mitaji ya Wanyarwanda iliyoko Tanzania na mitaji ya Watanzania iliyoko Rwanda. Na siku zote maslahi ya kiuchumi huwa yanaendana na sera za kisiasa. Yaani hali ya siasa ikiwa mbaya na maslahi ya kiuchumi na yenyewe yamekuwa yakidorora bwana Guda. Katika hilo nazungumziaje pia diplomasia kati ya mataifa haya mawili? Nimesema diplomasia Tanzania na Rwanda inapanda na kushuka. Yani, sio kwamba tuna mgogoro nao, lakini kuna baadhi ya maeneo tunatofautiana. Lakini sasa hivi ni kuimarika hali ya Rwanda na Tanzania kidiplomasia inaimarika siku hadi siku. Ingawa kuna baadhi ya maeneo tunatofautiana, lakini hatuwezi kuwa sawa wote kwa sababu kila nchi ina utaratibu wake, ina sera zake na ina mambo yake ya kuendesha taifa lake. Rwanda imekuwa kama hub ya kutengeneza vitu kadha wa kadha vya kiteknolojia, vifaa vya kielektroniki, magari, kuasembo na wakati mwingine kutengeneza kabisa. Tumeona wakipokea investments, watu wa kuwekeza kutoka mataifa mbalimbali ya Ulaya na hasa mataifa ya Ulaya kuja kufanyia vitu pale Rwanda kama hivyo, magari, simu za mkononi. Tulishuhudia viwanda vile ambavyo vilifunguliwa kule na kadhalika na kadhalika. Inaonekana kama kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati inakuwa ni hub ya technology. Tunaweza vipi uhusiano huu kuboresha na pengine na sisi kutembea katika hiyo njia? Ni swala la mipango na uwekezaji. Unajua Rwanda ni nchi ndogo kijiografia. Ina GDP ya Rwanda ni takriban dola bilioni 17. Kati dola bilioni 16 17 kwa mwaka. GDP ya Tanzania ni zaidi ya dola bilioni 94 kwenda dola bilioni 100.
Kenya zaidi ya dola bilioni 130. Unavyozungumzia GDP uzingatie pia na population ya sasa Rwanda, issue ni kwamba uwekezaji utakaofanyika Rwanda effect yake itakuwa ni kubwa kwa nchi kwa sababu ya udogo wa nchi. Ina kilomita za mraba 26,000. Yaani ukichukua Rwanda na Burundi ukiziingiza Tabora bado ardhi inabaki ya Tabora. Kwa hiyo sasa unachokiona pale walichokifanya wenyewe, wametafuta sekta za kimkakati zitakazowauza kimataifa. Ndio maana unakuta Rwanda wamewekeza sehemu 3. Wamewekeza kwenye mawasiliano na teknolojia, wamewekeza kwenye sekta ya utalii. Yaani Rwanda wametumia fedha nyingi kutangaza utalii wao. Utashangaa timu kama Arsenal, utashangaa timu kama Atletico Madrid, utashangaa timu kama PSG wanatangaza habari za Rwanda. Wametafuta sekta za kimkakati zitakazouza duniani. Sasa sisi Tanzania tunazo sekta nyingi sana. Kwa hiyo hatujawa na zile sekta za kimkakati zitakazotufanya dunia nzima itujue kwa muda mfupi. Kwa hiyo ni swala la mkakati, nadhani sijui tumeelewana. Una subscribe una kubaliana na mkakati unaotumia Rwanda, kwa sababu kuna wengine wanaona kama wanatumia fedha nyingi sana, kwa mfano hiyo kuinvest kwenye clubs kama Arsenal, sijui UEFA na nini. Hiyo sasa hiyo itakuwa juu ya Wanyarwanda wenyewe. Kama wanalalamika, bunge litakaa na serikali watajaribu kufanya itakavyokuwa, lakini Rwanda na serikali yao. Ni swala Wanyarwanda na serikali yao. Ndivyo watakavyokubaliana wakiwa. Ulikuwa unazungumzia mikakati yao hiyo, strategia ya Rwanda. Nadhani na mimi nikakuuliza, unadhani hiyo mikakati tunaweza kuitumia sisi? Manake wakosoaji wa hiyo mikakati inayotumika unazungumzia pia kuhusu expense, matumizi makubwa ya. Ni kweli, lakini sisi pia tunakiwa tuangalie dance according to the tune. Rwanda wanavyopitisha mambo yao ni tofauti na sisi. Kiwango cha serikali ya Rwanda na wananchi wake, jinsi wanavyokubaliana kupitisha mambo, na serikali ya Tanzania na wananchi wake ni vitu viwili tofauti. Ni sawa na Ethiopia, wameamua tu kuwekeza sekta 3. Usafiri, billion of money wamewekeza kwenye usafiri wa anga, alafu na utalii basi, na mambo ya hoteli. Tunakushukuru sana Lugete. Lakini wako vizuri. Kwa kumalizia, unaiona wapi future, kama ulivyoelezea vizuri hapo kwamba uhusiano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Tanzania umekuwa wapanda shuka. Kwa hii ambacho kimekuzungumza, kwa sababu lengo kubwa la ziara ni kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na wa kibiashara. Ndio lengo kubwa la ziara, kama ambavyo imeelezwa kwenye press wakati wanazungumza pale marais hao wawili. Unaiona wapi sasa future ya diplomasia ya Tanzania na Rwanda? Sasa diplomasia ya Tanzania na Rwanda sisi huwa inabadilika kulingana na rais aliyoko madarakani. Kipindi cha Mkapa ilikuwa tofauti na kipindi cha Kikwete, akaja Magufuli ikaimarika zaidi. Amekuja Mama Samia ameimarisha. Kwa hiyo lakini Rwanda wenyewe kiongozi wao projection ni ya muda mrefu, yani ni yule yule. Sisi viongozi wetu wanabadilika, lakini wenyewe ni yule yule. Kwa hiyo sisi kama taifa ni lazima tuangalie ni kwa namna gani tutaweza kumfanya Rwanda kuwa mteja wetu, ili kuweza kunufaika na uchumi wetu wa bandari na biashara kati ya Tanzania na Rwanda, tukaendelea kuzilinda ili nchi zote ziweze kunufaika. Lakini Rwanda faida walionao ni kwamba kiongozi wao ni yule yule, kwa ana uwezo wa kusimamia malengo na nidhamu ya muda mrefu ya taasisi zao. Na sisi mambo yanakuwa yanabadilika. Kesho unaweza kushangaa 2052 Goodluck Paul ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasema anajikita kwenye ufugaji nyuki. Kwamba yeye kipaumbele chake bwana Goodluck Paul ni ufugaji nyuki. Kwa humwambii kitu, jamani tunaelekea kwenye nyuki. Humwambii kitu. Kwa hiyo sisi bwana, lakini sisi tunayo dira ya maendeleo ya taifa. Kama tukiifuata vizuri na kuisimamia kwa uaminifu, tunaweza kutengeneza uchumi imara, jumuishi na shirikishi kwa kila Mtanzania. Naam, shukrani sana Lugete. Asante sana kwa uchambuzi huo ambao umetupatia. Tusubiri sasa ziara ya William Samoei Ruto, William Samoei Arap Kipchirchir Ruto, ambaye pia atalihutubia bunge la Tanzania. Tutapata mengi pia kutoka hapo. Ni Lugete Musa Lugete huyo, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kikanda, hasa ukanda wa maziwa makuu na siasa za Afrika.